Hapo iona ikilipu hii niliyokuwekea hapa hivi, hebu itazame vizuri ikilipu hii basi. Nataka niwashukuru viongozi wa dini nchini kwa kuendelea kuwa walinzi imara wa amani yetu. Nchi yetu imeendelea kuwa yenye umoja na mshikamano kwa sababu viongozi wetu wa dini wanajiepusha na mahubiri yenye uchochezi na kuleta vifarakano. Nawasihi sana viongozi wetu wa dini, tushikilie msimamo wa imani, udhibiti wa nafsi zetu na wajibu wetu katika kuikuza na kuitunza amani yetu nchini. Serikali kwa upande wake tasimamia na kulinda misingi ya katiba ya kuheshimu uhuru wa raia na kuabudu na kuhubiri dini. Yote atakayetuvuka tutashughulika naye ili kulinda wengi wasilie. Hatutafanya ajizi ya kutokushughulika na wavunjifu wa amani na wachochezi wa vurugu. Dini ibaki kwenye majukumu yake ya msingi ya kulea waumini kiroho na kimaadili kuendana na misingi ya dini zao. Ila kamwe viongozi wetu wa dini wasidandie ajenda au vishawishi vya kisiasa na kuweza kuvuruga. Basi na kuongezea andiko hapa hivi katika kitabu cha Yeremia sura 6 na ule mstari wa 14. Wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juu tu, wakisema amani amani, wala hapana amani. Basi jinsi ulivyosikia mtu wa Mungu kwamba hapa hivi, bila shaka umesikia vizuri katika hiyo kilipu ya Rais Samia akisema kwamba wahubiri walinde mioyo yao, waache kukemea ubaya. Ina maana kwamba hapo hivi, jinsi nilivyoelewa hapo hivi, ama jinsi alivyomaanisha kwamba lolote lile watakaolifanya waungane. Ina maana wahubiri, watu wa Mungu waungane na uovu. Ina maana ukikemea watadili na wewe, ukiwakemea kwenye mabaya ambayo wanafanya wadili na wewe. Hapa hivi nitakuwekea klipu nyingine tena, utakuja kuona kwamba hiyo amani ambayo unazungumzia amani katika kwenye nchi ni amani aina gani. Kuna watu wanauawa, kuna watu wanatekwa. Hapa hivi nitakuwekea klipu moja hapa hivi ya huyu mama, utamwona huyu mama anavolia. Mama analia kwa uchungu kweli. Mume wake ameuawa. Kesi imeenda mahakamani lakini hawajachukua hatua yoyote ile. Na watu wanachekelea. Watu wanachekelea, lakini bado huyo mtu ambaye amemjeruhi huyu mume wake, amemuua huyu mume wake, kapandishwa na cheo. Sasa amani ambayo anazungumzia ni amani aina gani hiyo? Hiyo ni amani aina gani? Basi sisi mimi ninavyojua, hii Biblia hii ndio msingi wa mwanadamu kuishi. Hii ndio haki, sio ya kuongea kwa midomo tu kusema kwamba haki, hamna haki. Ndio maana naona hapa hivi nilivyokusomea katika kitabu cha Isaya, anakuambia kwamba katika kitabu cha Yeremia anakuambia kwamba wamepona